Tunaambiwa ya kwamba hakuna pesa county. Tunaambiwa kwamba barabara iwezi jengwa, hakuna pesa. Tunaambiwa ya kwamba wafanyakazi ambao wanafanya kazi ya manual huko kwa soko hawawezi lipwa, wanavutwa kwa department ya environment. Kisa na maana tunaambiwa hakuna pesa. Kama mnaweza lipa watu 77 pesa kwa njia ya ulaghai, tunashindwa. Wewe unawezaje sema wale watu hawana pesa na nyinyi mnakula pesa kwa njia ya watu ambao wamestaafu? Kwa majina anaitwa Anthony Kamau. Mimi ni mwakilishi wa eneo la Nakuru East. Niko hapa kwa sababu ya kuna jambo ambalo limetukujia kama wakilishi bunge, na sisi kazi yetu ni ya oversight. Kazi yetu ni kuangalia yale ambayo yanatekelezwa na executive. Na kwa nini tunaongea leo ni kwa sababu katika ripoti ya mwaka 2023-2024 financial year, Auditor General amesema ya kwamba serikali ya Nakuru ililipa watu ambao wameretire, watu 70 na ngapi? 77 na wameretire, na pesa ambazo zilitumika ni almost 36.16 million. Mimi nashangaa kwa nini hizi pesa zitumiki. Hizi pesa zimeenda kwa mifuko ya watu binafsi, na kuna vijana wamemaliza shule. Kila siku mimi nikiwa kwa ofisi, kuna vijana wanakuja wananiuliza kazi tutatoa wapi mheshimiwa? Nawaambia hakuna kazi. Lakini nashangaa kama pesa inaweza tumika ilipe watu ambao wameretire na hii pesa iende kwa mifuko ya watu, kwa nini tusipatie vijana wetu kazi? Juzi tumeita mawaziri hapa, tulikuwa tunajadiliana nao. Wakasema ya kwamba kuna circular imetoka ya kwamba vijana wetu ambao tumepatia kazi ya kufagia, ati kama mtu hana form 4 certificate, hata tukamuuliza form 4 kuna pahali panaitwa form 4 certificate, sisi ile tunajua ni KCSE certificate. Kwa Kenya hakuna kitu inaitwa form 4 certificate. Walisema lazima kijana akuwe na form 4 certificate ndio aweze kuingia kwa payroll. Lakini kama hii payroll ndio hiyo inakuliwa, inaweka watu wanaweka pesa kwa mfuko, tunasema hatutakubali. Na watu wa Nakuru waamuke, wajue ya kwamba pesa zetu hazitaenda kwa mifuko ya watu. Vijana wameenda shule, wanaomba makazi, tuandike vijana kazi ili waweze kunufaika na zile pesa. Na tunajua ya kwamba kwa miaka nyingi kuna wale wazee wameretire, kuna wale ambao wamefariki. Tufanye sasa tunaita forensic audit ya payroll ya Nakuru County, kwa sababu sasa imeonekana kuna watu wanatumia hii payroll kujinufaisha kivyao na hizi pesa zinaenda kwa mfuko. Asante. Kwa majina mimi naitwa Samuel Tanui, mimi ni MCA ya Naiswet Ward upande wa Njoro. Mambo ambayo imetokeza kwa Auditor General, tumestuka sana kwa mambo ya payroll ambayo watu ambao lenda retire wanalipwa 36 million. Tunashangaa sana kwa sababu hao watu already walienda retire na pesa inalipwa. Maneno kama hiyo inaonekana kuna mambo mingi haijatokelezea ambayo inaendelea katika Nakuru County, pesa inatumika vibaya. Tunataka tuone vizuri na tuchunguze na tujue ni nani hawa wanalipwa na ni nani anahusika kwa hiyo maneno. Hiyo tu ndio tunataka tujue kama County Assembly of Nakuru, because our role is oversight. Na hatutakubali pesa ipotee hivyo. Hiyo kama pesa inapotea miaka hizo zote, pesa kiasi hiyo na inaenda mifuko ya watu ambao hawafanyi kazi, tunaona tunaenda hasara kubwa sana, na kuna kazi mingi inatakana zifanywe hata kwa maward zetu. Vijana wetu pia wanataka pesa walipwe. Juzi tumestuka sana kwa ile maneno, hata mheshimiwa amesema ati watu ambao wanafagia hawezi lipwa, inataka form 4 certificate. Ati hiyo ni cycle ilitoka juu. Hata tunastuka sana. So mambo mingi lazima tuchunguze na tuone na tuhakikishe kwamba kila kitu imefuatwa vilivyo na iangaliwe vizuri sana. Hatutalala, kazi yetu ni oversight, na lazima tuhakikishe kwamba mambo kama hiyo haitendeki tena. Na lazima tusimame na tuchunge Nakuru na tuchunge pesa ya Nakuru. Asante. Mimi kwa majina naitwa Karanja. Mimi ni MCA wa Naivasha East. Kwanza kama vile wenzangu walivyosema ni kwamba tuko
hapa kama watu wa assembly kwa sababu kazi yetu ni oversight. Kuna ripoti ya Auditor General ambaye alitoa ya mwaka huu ambaye inafanya forensic audit ya 2023-2024 financial year. Na ukiangalia ndio hii hapa umeona vile Auditor General amesema web of deceit county payroll systems. Huyu ni Gathungu. Alafu katika Nakuru hii yetu kwa hii ripoti Nakuru inalipa watu ambao wamestaafu, watu moja 77. Hao watu 77 wamelipwa 36.1 million. Ukiangalia hizo pesa ambazo zimepotea na nyingi inasemekana zimelipwa through manual, na ambayo manual way of paying ni prohibited by PFM Act. Kwa hivyo tunauliza ya kwamba hii county yetu ya Nakuru kutumia shilingi moja 36 million, hiyo ni kana kwamba tumepoteza pesa kwa sababu hao watu ambao tunaarifiwa wamestaafu. Na tungetaka kujua hao watu ambao majina yao inatumika ni akina nani, walikuwa kwa department gani, na kila mtu alikuwa analipwa pesa gapi. Hiyo ndio tunataka kujua, na department zao ziwekwe wazi, kwa sababu Auditor General amesema hawa already they are retired, alafu county imelipa. Kwa hivyo tungetaka kujua hizi pesa 36.16 ziliingia kwa mfuko ya nani? Ni nani huyu ametumia majina ya watu ambao wamestaafu akaweka pesa kwa mfuko yake? Wakati huo pesa zinapotea hivi, tunaambiwa ya kwamba hakuna pesa county. Tunaambiwa kwamba barabara iwezi jengwa, hakuna pesa. Tunaambiwa ya kwamba wafanyakazi ambao wanafanya kazi ya manual huko kwa soko hawawezi lipwa, wanavutwa kwa department ya environment. Kisa na maana tunaambiwa hakuna pesa. Kama mnaweza lipa watu 77 pesa kwa njia ya ulaghai, tunashindwa. Wewe unawezaje sema wale watu hawana pesa na nyinyi mnakula pesa kwa njia ya watu ambao wamestaafu? Na tukipewa tunasema tunataka majina ya hawa watu ili hata watu waelezea kwamba their names are being used to siphon the county revenue and the county money. Pesa ambazo ziketumiwa kwa njia. Ukiangalia 36 million zinaweza jenga classes kama 10 na kitu za ECD. Ukiangalia hizo pesa zinaweza pea watoto uji pamoja na yai kila siku, watoto wa ECD. Ukiangalia hizo tunaweza pea watu ambao wako hapa ambao hawana ajira, tunaweza wanunulia mashini dogo ili waweze kuanzisha miradi kadhaa ya kujinufaisha. Hao vijana wetu ambao wako hapa, watu ambao walisoma na hawana capital. Ukiangalia hizo pesa, tunaweza sema wale watu ambao wako university wapewe hizo pesa, waanzishe kitu ambacho kitawanufaisha baadaye kwa njia ya biashara. Kwa hivyo tunauliza, we want to know hizi pesa ziliingia kwa mfuko ya nani? Na ni watu gani hawa ambao wananyonya damu kaunti ya Nakuru? Kwa hivyo yetu sisi tutafuatilia, na tumeuliza vitengo ambavyo vinachunguza, na tumekaa tukisema hivi, chukua hii ripoti, enda na tupekue pale. Na nimeuliza pia kamati ambayo inahusika, kamati ambayo ni ya Labor na kamati ambayo inawakilishwa na mwenzangu hapa ya Justice, ifuatilie ili kuonyesha justice has been done both to the county and to the people whose names are being used to siphon the county money. Hiyo ndio tungesema, na tumesema the assembly should be alive to the fact that the work is oversight, na tufanye hiyo pia PAC iangalie, ichunguze ili tuweze kuhakikisha kwamba watu ambao wako hii county na wananyonya county pesa wamechukuliwa hatua.